Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama utakuwa una hizi dalili 4 nitakazozitaja hapa, usiwe na wasiwasi ya kuwa umerogwa na kufungwa uchawi wa njia panda. Wengi katika wanaoteseka hivi sasa, wengi wanaohangaika hivi sasa, asilimia kubwa kabisa wamefungwa njia panda. Asilimia kubwa kabisa sihiri waliofanyiwa ni ya kufungwa katika njia panda. Vipi utajijua sasa? Zipo dalili kuu 4 ambazo ukiwa na hizi dalili usiwe na wasiwasi juu ya kuwa sihiri uliofanyiwa, uchawi uliofanyiwa ni uchawi wa kuzikwa njia panda. Na hii ni kwa mujibu wa wanawachuoni wa umma waliobebea katika fani za matibabu ya kisheria. Kuna baadhi ya alama, ziko nyingi, lakini zile alama kubwa ambazo ukiwa nazo alama hizi, la shaka fihi uchawi wako unakuwa ni uchawi wa kufungwa njia panda. Na mara nyingi sana sihiri ya kufungwa njia panda ni katika sihiri zenye kutatiza. Mara nyingi sana huwa ni sihiri zinamtatiza zaidi mgonjwa na matabibu wake wenye kuweza kuitegua ama wenye kuweza kuitibu sihiri hii ni wachache mno. Hii si mimi ninayesema, ni kwa mujibu wa wale mabingwa katika masala ya kutibu sihiri, wao ndio wanasema hivi. Ndio maana utaona wengi wanaoteseka hivi sasa, anakuambia mtu, nimehangaika sehemu nyingi, nimekwenda huku nikarudi huku nikapita kule mashariki, dawa nimekunywa nyingi sana, nimepaka, nimefanyaje, lakini bado sijui nina shida gani isiyoponeka. Wakati mwingine shida yako, wakati mwingine dhiki yako na sihiri uliokuwa nayo ni sihiri iliyofungwa njia panda. That's why unatafuta watabibu mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, na bado haupati mafanikio ya aina yoyote. Biidhnillahi alkarim, nakupa hizi nukta chache, unisikilize vyema kabisa niweze kukufahamisha alama gani anakuwa nazo aliyefungwa njia panda, akafukiwa njia panda kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupatia alama hizi. Alama ya kwanza kabisa anakuwa nayo mtu aliyezikwa njia panda ama aliyefungwa katika njia panda. Mara nyingi sana mtu huyu anakuwa ni mwenye kusita katika mambo yake na yale mambo kutokuyakamilisha, na mara nyingi katika jambo lile anajikuta yuko njia panda ama amebakia njia panda, hajui nini cha kufanya. Yani inawezekana umeform jambo, ama kuna jambo unataka kulifanya, ama kuna jambo unataka kuliendea, lakini unakuwa unasita mno, nifanye nisifanye, niende nisiende, niamue nisiamue. Na hata ukiamua kuliendea lile jambo ama kulifanya lile jambo, hauwezi kulikamilisha. Hatimaye unabaki hauna pa kuelekea, yani unabaki kama unayumba huko kati kwa kati, baina na baina. Na mara nyingi sana unajikuta unakuwa ni mwenye kuilaumu nafsi yako, unajilaumu wewe kwenyewe, laiti zinakuwa ni nyingi, laiti ninge, unajilaumu mno. Jua kabisa ukiwa na alama hii ni moja katika alama za wazi kabisa juu ya mtu aliyehesabiwa na uchawi wa kufungwa njia panda. Sasa alama nyingine, ikiwa pale njia panda umefungiwa, fungo lako ni la riski, yani pale watu wamekufunga pale njia panda, lakini ufungaji walokufungia pale njia panda ni ili ukose riski, au uharibikiwe na kazi yako, ama uharibikiwe na biashara zako, ama uharibikiwe na mambo yako, ama kila unalolishika likawe gumu, kila unalolishika likawe zito. Unaweza ukafungiwa kiriski, ama ikiwa umefungiwa kibahati, yani bahati yako usiwe nayo, kila unavyojitahidi hakuna bahati yote unayoipata. Hii matokeo yake yanakuwa nini? Uchawi wa njia panda haumfanyi mtu akose pesa. Hata ukifungwa kiriski haumfanyi mtu akose pesa. Utafanya biashara, pesa utaipata, ama utafanya kazi, pesa utaipata. Ila ndugu yangu, uchawi wa njia panda, hata upate milioni 20 sasa hivi, kama utakuja kukumbuka hata ile milioni 20 nilifanyia kitu fulani basi, au nilinunua hata eneo, ama nilifanyia kazi, namna inavyopukutika milioni 20 ile au milioni 10 ile ulioipata, haujui pesa yako unaimaliza namna gani, haujui unaisha unamaliza vipi pesa ile. Jua kabisa hii ni moja katika sihiri anazofungwa mtu njia panda, ama anazofungwa mgonjwa njia panda. Unajikuta riski unapata kama kawaida, lakini unabaki unajishangaa, yani uko mtu wa kujilaumu, mimi kwani nina shida gani? Mbona pesa ninapata? Mbona riski ninapata, lakini ninavyoitumia sijui hata ninaitumia namna gani, vipi? Sawa? Na mara nyingi sana inakuwa hivyo. Hata kama utakuwa una mpango mkakati tayari unakuwa uko nao, kwamba sasa hivi nina mpango wa kumeki hii pesa, nina mpango wa kufanya jambo hili, basi huo mpango utabakia tu kuwa uko kichwani na utabakia kuwa akilini. Kuutimiza huo unakuwa una great policies zisizokuwa na implementation.
sera zako ni nyingi, unakuwa una sera kubwa, una mawazo makubwa, unafikiria mambo makubwa, na kweli Mungu anakuwezesha kufikia labda kiasi cha pesa, anakuwezesha kufikia kiasi unachokitaka, lakini kutimiza yale katu huwezi kuyatimiza yale mambo. Ni dalili ya pili. Ama dalili ya tatu, ikiwa fungo hili la njia panda umefungwa kimahusiano, umefungwa kimahusiano, usiolewe ama usioe. Hapa sasa ndipo mtakapoona kama ni binti au ni mwanaume, huwa anabaki njia panda katika machaguo aliyokuwa nayo. Kama ni mwanaume, awaza ni muoe Mariamu au ni muoe yule Fatuma au ni muoe kadha au ni muoe nani, anakuwa anachanganyikiwa. Akitaka kushika kwa huyu anaona kama hapa anapoteza, huyu ninamwacha ndio bora zaidi. Akitaka aende kwa huyu anaona hapana, huyu ndio bora zaidi kuliko ni huyu. Akitaka kwenda kwa huyu anaona hapana, yule mbona ndio bora zaidi. Anaenda hivyo na hatimaye wote wawili anawakosa. Na mwanamke ndio anakuwa hivyo hivyo, mara awaze huyu, mara awaze, hajui maskini asimame wapi. Kumbe pale tayari kashawekwa njia panda, hajui wapi pa kuelekea na hajui wapi pa kukimbilia. Na hii dalili ya mwisho, dalili ya 4, inaambatana na ndoto za kutatanisha, ndoto za ajabu, na hasa wanasema wenyewe, mtu kuota sana unasafiri na haufiki mwisho wa safari yako. Yaani unaota unasafiri safari ya mbali, safari ndefu, lakini haufiki mwisho wa ile safari yako. Ama wakati mwingine unaweza ukaona ndoto za kihisia, unakimbizwa na nyoka mkubwa, unakimbizwa na mbwa mkubwa anakukimbiza, au mnyama mkali anakukimbiza, lakini kule unavyokimbia haujui unaelekea wapi, na mwisho wa zile mbio haujui umekwisha vipi. Ukiwa na alama hizi 4 ndugu yangu, ukiwa na dalili hizi 4 ndugu yangu, la shaka fihi, wewe umerogwa, umefanyiwa uchawi wa njia panda, ama umerogwa njia panda. Vipi sasa utajitibu? Vipi utajishughulikia? Vipi utaufanya sasa mwili wako uwe safi? Vipi mwili wako unaweza ukaondokana? Hili ndugu yangu mpenzi unayenitazama, process ya kumtibu aliyofungwa njia panda ni process ndefu sana, na ni process kubwa kidogo, ni process ambayo inahitaji wasaa. Si jambo ambalo naweza nikalizungumza kwa mara moja ukawa umenielewa nini ufanye. Lakini kwa mawasiliano zaidi na kwa msaada zaidi, unaweza pia tukawasiliana, ukanitafuta kwa nambari zangu za simu 0755 577 022 insha al-Maula jalla jalaluhu, ukiwa wewe ni mwanga wa haya, ili tuweze kusaidiana kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala.